wadau wa mpira, mimi ni mashabiki wa timu ya taifa ya Tanzania, ni mashabiki wa timu zote zinazowakilisha nchi yetu ya Tanzania. Leo nataka tuzungumzie baada ya timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys chini ya miaka 17 kufuzu hatua ya fainali kwa kurumusha Misri, na hatimaye leo wako dimbani wanaenda kucheza dhidi ya Senegal pale Morocco. Mnaiona wapi timu ya taifa ya vijana? Natumai kila mmoja kwa nafasi yake waga alikuwa anaifuatilia kuanzia mwanzo mpaka hatua hii tuliokuwa tumefikia hivi sasa. Ndio. Kiukweli mimi kama mimi niseme kwanza, timu ya taifa ya Tanzania yetu sisi U17 imeonesha kitu kikubwa ambacho sisi wenyewe hatujakitarajia. Cha kwanza, watu wengi sana walikuwa hawaifuatilii, watu wengi sana walikuwa hawaipi jicho, ila kiukweli wametufunza kitu ambacho sisi tunastahili kukifatisha. Hatupaswi kuangalia upande mmoja tu wa Tanzania, yani timu ya taifa kubwa tu. Tunapaswa kuangalia kila mtu anayewakilisha nini taifa. Kama taifa nini Serengeti Boys sasa hivi kitu alichokifanya, wamepita kwenye kundi ambalo hata wewe mwenyewe ukiambiwa Serengeti Boys wamepita hapa wamepasua, wewe mwenyewe unashangaa. Kwa sababu gani? Ni timu ambayo wanaelewana, vijana wadogo wana kitu ambacho wanakitafuta. Mimi natumai kama hata wakubwa wao wangekuwa na moyo kama wao watoto wanaofanya, wangekuwa wanafanya better zaidi ya watoto wanachokifanya sasa hivi. Mimi muda mwingine naweza kuwalaumu waandishi wa habari wa michezo. Bado nipo kwenye kilio kwao, kwa sababu hata namna mashindano yalivyoanza haikuwa na nguvu ile kwamba bwana yani hamasa zile kama timu ya wakubwa, timu ya taifa. Ushafahamu kwamba vijana wapo kule kwa sababu kupata ile tu nafasi ya kwenda kushiriki, huo ni ushindi. Kama ambavyo Taifa Stars leo inapata nafasi au inapigania nafasi kwenda kushiriki AFCON. Kwa tu kwenye mashindano yale AFCON, ukishafuzu ule ni kwanza ushindi, lakini haikutangazwa sana kama vile ambavyo zinatangazwa timu zingine za taifa, hususan timu kubwa ya wanaume. Labda tuseme kuna sehemu watu walikosea hivi, lakini kuanzia hivi sasa hakuna na sehemu ambapo kumekosea. Tumeona serikali imetoa ndege rasmi na mashabiki wamesafiri tayari kuelekea kule Morocco, na tayari tunaweza kusema midaka tayari wameshaingia pale Morocco, na kwa shangwe kubwa kabisa serikali wakiongozana na waziri wa michezo pamoja na msemaji mkuu wa timu za taifa Haji Sande Manara wameongozana kwenye msafara huo wakiwemo mashabiki mbalimbali. Hii ni moja ya mpango mkakati wa serikali kuinua na kuboresha sasa rasmi kwenye michezo hususani kuanzia kwa vijana. Mimi naweza nikasema serikali imeinuka kwa hawa watoto. Serikali imeinuka kwa sababu gani? Wameinushwa na hawa watoto kwa kitu walichokifanya. Mimi narudia tena pale pale. Sote sisi hatukutarajia kama Serengeti Boys wanaweza kutupa surprise kama walotupatia. Sehemu waliopita mpaka wanafika finali sio sehemu ndogo. Kwa hiyo hata serikali yenyewe imeingiwa na kitu. Hatuwezi kuwaacha hivi hivi hao watoto. Wanachokitangaza wanatangaza nchi yetu. Kwa nini sisi tuwaeke mbali? Walichokifanya ni kitu sahihi, na niseme tu kwamba kumchagua Haji Manara kuwa muongeleaji wa timu ya taifa, hilo ni jambo sahihi sana la mtu aliyofikiria, kwa sababu Haji ana upeo mkubwa na ana wafuasi wengi sana kwenye social media zote, na iko kipaji cha kuhamasisha watu Haji anacho. Sinaelewa vizuri. Kilichobaki hapa sasa tukae tuwaombee Serengeti Boys watimize lengo ambalo walilikuwa wanalikusudia na mpaka sasa hivi wako nalo. Na mimi natumai kwa mpira anaocheza Serengeti Boys na kwa kiwango anachokionyesha yeye na wachezaji walivyokuwa na ile uhitaji wa kitu ambacho wanakipigania, mimi na matumaini makubwa sana Serengeti Boys anaweza karudi na ushindi. Mimi bado nitalia na serikali, kwa sababu wanakuja kwa ghafla sana wakati vitu vipo tu, kwa sababu wao ndo waandalizi na nini. Kwa nini tu hatukuwapa support toka mwanzo? Mpaka yani ni hivi, inawezekana watoto leo tutawapa pressure zaidi, pressure kubwa, kwa sababu anaona watu tofauti na nini. Mbona mwanzo walikuwa wanacheza tofauti kabisa na hakuna watu, lakini leo inawezekana mtu tukaweka ile kwenye pressure kubwa zaidi. Kuna waziri pale, kuna nini. Mimi naona tu tungebakia huku nyumbani Tanzania, tukaangalia kwenye TV na watoto wanajua kabisa kwamba wapo, tukirudi tutakuwa na ukubwa wetu kuliko pale kuenda kuwapa pressure kubwa. Mimi niko tofauti kidogo kwa hilo. Ni sawa, lakini kama tungekuwa hali mwanzo pale, tumewasupport toka mwanzo, ndio ingekuwa vizuri zaidi. Lakini kwa kuwa walipambana wenyewe mpaka kufika finali, au sio bana, tungewaacha tu kule wanaoishi Misri, wataenda watanini, watasupport.
then kwa kuwarudi sasa tena na serikali jifunze baada ya hapo, sio tu mpira huu, mipira mingine yoyote, kwamba wao kama wanaenda kutangaza nchi, basi serikali iwe kipaumbele, ushafahamu bana, na waandishi wa habari wa michezo hususan soka hili, basi tufanye kipaumbele kwa soka kwa alika zote. So leo beach soka tuisikii, lakini siku beach soka ikija kufanya vizuri itaimbwa tunafanya vibaya. Ili ifanye vizuri lazima tupate wadau. Tutapataje wadau? Lazima vyombo vya habari itangaze bana beach soka. Yaani hii pressure ambayo tunampa leo Haji Manara ya nini wakati ni timu ya taifa? Tutangaze kwenye vyombo vya habari. Vyombo vya habari tunavyo vingi Tanzania, tofauti na wengine Kenya, Uganda nini. Tuna vyombo vingi sana vya habari. Media ndo zinafanya vizuri. Au bana, lakini leo hii inazungumziwa sekunde yani dakika 2 yani timu ya taifa ya vijana yani, lakini watu watahamia Simba Yanga Mdalo Alikamwe Ahmed Ally dakika 10 wakati hawana mechi. Yani hiyo ni Mdalo tu kwa sababu Mena Ali sio kama onyesha goli la Rio Ferdinand Ismada. Tunasahau kwamba Serengeti Boys iko kazini. Shafahamu. La kumalizia ni kama alivyoongea ndugu yangu hapa, kuna baadhi ya maneno ameongea ni pointi nyingi sana. Hatutakiwi kuwapa pressure Serengeti Boys kwa kipindi hichi. Kama walivyokuwa, tulikuwa tunapaswa tuwaache vile vile. Yuko sahihi kweli. Kwa sasa hivi wanaweza kaingiwa na pressure kubwa sana. Kumbe sisi tulikuwa tunadhani tumetengwa, kumbe kuna watu wakubwa wanatufuatilia. Kumbe kuna watu wakubwa wako hivi. Mimi kwenye upande wa serikali naweza nikasema kwamba sidhani kama serikali walikuwa wamewatenga Serengeti Boys, sio kweli. Kwa sababu mitoko yao wanaotoka yote, usitaki kuniambia kwamba serikali hawajui. Na usitaki kuniambia kwamba serikali haichangii chochote. Sio kweli. Ile ni timu ya taifa. Lazima serikali kuna kitu ambacho walikuwa wanafanya nini? Wanachangia. Ila walikuwa wanachangia kwa ukimya. Kama tukio la sasa hivi lilotokea la kujionyesha kwamba watu wengi wakubwa wazito nini wameenda wote nini Morocco sijui huko kuangalia nini, kuangalia mechi, kuwafuatilia Serengeti Boys, ilikuwa watakiwa wafanye hiko kitu. Walikuwa watakiwa waendelee vile vile kimya kama walichokuwa nakifanya, ili kuwapunguzia pressure watoto. Wakirudi tujue kwamba taifa bado kumbe lilikuwa hatukuwepo kule, lakini tulikuwa na nyinyi. Shukrani sana.